tuombe kama dakika 10 hivi, dakika 10 hivi. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Tutaomba kwa ajili ya uponyaji, roho ya uzima, kwa sababu leo ni siku ya uhai. Leo ni siku ya uhai. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 11 mstari wa 11, baada ya kuwa wale mashahidi wawili wameuawa, Biblia inasema mizoga yao au miili yao ikawekwa au ikaachwa bila kuzikwa njia panda, mahala ambapo ndio njia kuingia Yerusalemu. Watu wote wanapita wanaangalia, wanaona. Manake ilikuwa ni aibu. Manake ilikuwa ni aibu kanisa, aibu kwa Mungu. Lakini pia watu wanapoongea wasema kiko wapi sasa? Wale ambao wametikisa kwa muda mrefu hawapo tena. Biblia inasema siku ya tatu roho ya uhai ikatoka kutoka mbinguni, ikawaingia, alafu ikawasimamisha wakawa hai. Alafu baadaye wakapaa wakaenda zao mbinguni. Kwa leo ni siku ya uhai. Ni siku ambayo Yesu Kristo amefufuka. Tutakwenda kuomba kwa imani. Tutakwenda kuomba kwa imani kwamba roho ya uhai iingie ndani ya mifupa ya mtu, na huyu mtu mifupa yake iwe na uzima. Roho ya uhai iingie ndani ya damu ya mtu, na hii damu ambayo ina viashiria vya bakteria au virus basi ipokee afya. Roho ya uhai iingie kwenye sukari. Ikiwa kongosho la mtu huyu limeleta shida, haliwezi kucontrol sukari vizuri, Mungu aachilie uzima, alafu au uzima. Ikiwa mtu digestion system inamsumbua, ana gas tumboni, tumbo linamsumbua, ana vidonda vya tumbo, ana nini, basi roho ya uhai ikagushe matumbo yake na awe mzima kwa jina la Yesu. Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki wafaa sana akiomba kwa bidii. Kwa hiyo tumia bidii hiyo kwenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana una mgonjwa nyumbani, inawezekana wewe mwenyewe ndio mgonjwa uko hapa. Tutakwenda kuomba kwa dakika 10 hivi. Tutakwenda kuomba kwa dakika 10 hivi. Unaweza kujiombea pia hata afya njema. Mwezi wa 4 kwetu ni mwezi wa kazi. Kuna kazi itafanyika mwezi wa 4 huu. Muombe Mungu akupe afya. Muombe Mungu akupe uzima. Muombe Mungu akupe nafasi ya kufanya mapenzi yake. Hebu naomba usimame sasa. Tutakwenda kuomba kama dakika 10 hivi. Lengo la kusimama kuomba ni kuomba uzima, uhai uingie mahala penye ugonjwa, uhai uingie mahala penye udhaifu, uhai uingie mahala ambapo panahitaji marekebisho. Hebu sema: Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo. Ninajiweka wakfu katika mikono yako, chini ya neema yako na uratibu wa Roho Mtakatifu. Tazama, umesema mtu wa kwenu akiwa mgonjwa na awaite wazee wa kanisa, nao watamwombea na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Baba, nimesimama kama mwenye haki mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba kwa sababu ya siku hii ya leo, tunapokumbuka kufufuka kwako Yesu Kristo. Roho ya uhai ilishuka duniani. Roho ya uhai ilikuja duniani, maana imeandikwa, Roho aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yetu, aweza kuihuisha na miili yetu, aweza kufufua na miili yetu iliyo katika hali ya kufa, aweza kufufua matumaini yetu yaliyo katika hali ya kufa, anaweza kufufua imani yetu iliyo katika hali ya kufa, anaweza kufufua maono yetu yaliyo katika hali ya kufa. Nami nasimama katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu. Kila roho ya ugonjwa iliyomvaa mtu, kila roho ya udhaifu iliyomvaa mtu, imeandikwa, akawaita wale wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawapoze wagonjwa, wawatoe na kupoza magonjwa na kila udhaifu wa kila namna. Bwana, umenipa uweza. Bwana, umenipa amri. Bwana, umenipa mamlaka, maana imeandikwa, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Tena imeandikwa, kila mtu amwendee Mungu lazima amini yupo na huwapa thawabu wale wamtafutao. Ninaamini Bwana kwamba upo mchana wa leo, upo asubuhi ya leo, upo Jumapili ya leo, upo siku ya leo. Waweza kunisikia na ukajibu maombi yangu, na waleta walio wagonjwa mbele za
zako Bwana, wagonjwa wa kisukari, wagonjwa wa presha, wagonjwa wa kifua kikuu, wagonjwa wa ukimwi, wagonjwa wa mifupa, wagonjwa mbalimbali, na waleta kwako Mungu wa uzima, Mungu wa baraka, Mungu wa uponyaji. Ponya miili yao, ponya afya zao, ponya biashara zao, ponya watoto wao katika jina la Yesu. Hebu anza kuomba sasa katika jina la Yesu. Baba, nawaleta wagonjwa kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya uponyaji katika jina la Yesu. Wale walio wagonjwa, umesema watu wa kwenu, mtu wa kwenu akiwa hawezi, mtu wa kwenu akiwa mgonjwa, awaite wazee wa kanisa. Baba, nawaleta watu wa kwangu walio katika madhabahu ya Injili na Madirisha, ambao ni wagonjwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo ninawaleta Bwana katika mikono yako katika jina la Yesu. Naamuru uzima juu yao katika jina la Yesu. Naondoa magonjwa juu yao katika jina la Yesu. Nawaleta Bwana nikiwataja kwa majina kwa damu ya mwanakondoo. Namleta mzee Mchomvu katika mikono yako Bwana. Msaidie Bwana, mtie nguvu Bwana, mponye Bwana. Namleta mzee Solomoni katika mikono yako Bwana. Mponye Bwana, mfungue Bwana, ondoa udhaifu juu yake. Namleta Ana Masawe Bwana, mfungue Bwana, mponye Bwana, msaidie Bwana kwa damu ya mwanakondoo. Namleta Elisha, msaidie Bwana, mikono yako Bwana iguse maisha yao katika jina la Yesu. Umesema na wazee wawapake mafuta ya Roho Mtakatifu yawe juu yao katika jina la Yesu. Maana mafuta ya Roho Mtakatifu yawe juu yao. Imeandikwa jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu akitenda kazi na kuponya wote walionewa na ibilisi. Yale mafuta yaliyo juu ya Yesu, yale mafuta yaliyo juu ya neno, yale mafuta yaliyo kwa Roho Mtakatifu yaanze kumwagika, yamwagike juu yao katika jina la Yesu. Kamba za magonjwa zikatike, minyololo na hatia na hukumu ambazo zimeachiliwa na wagonjwa wote ambao Bwana hawakunipa taarifa, lakini wagonjwa Baba, naomba uponyaji kwa ajili yao katika jina la Yesu. Nasimama mbinguni katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Bwana, ponya watu wangu katika jina la Yesu. Waondoe shida zile, ondoa balaa zile, ondoa tabu zile, ondoa magonjwa yale kwa damu ya mwanakondoo. Na wasogeza mbele zako, na waleta mbele zako kwa jina la Yesu. Bwana, waponye, Bwana wafungue, Bwana watakase kwa jina la Yesu. Imeandikwa, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako kabla hazija siku ambazo ni mbaya. Baba, tazama kuna siku mbaya zimewatamia, kuna siku ambazo zimeleta uovu juu yao katika jina la Yesu. Umesema Bwana, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako Baba, katika jina la Yesu. Tazama siku hii ya leo tunakukumbuka Bwana katika madhabahu ya uponyaji, madhabahu ya Kalvari, madhabahu ya uzima, iliyoachilia uzima, iliyoachilia baraka, iliyoachilia amani, iliyoachilia uhai. Roho ya uhai atamie juu yao katika jina la Yesu. Roho ya uzima iingie kwenye matumbo yanauma, vidonda vya tumbo vikapondwe katika jina la Yesu. Roho ya uhai kaingie kwenye damu, damu ikatakasike. Roho ya uhai kaingie kwenye mifupa ikafunguliwe katika jina la Yesu. Walio na magonjwa mbalimbali, magonjwa ya kansa, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya presha, magonjwa ya mifupa katika jina la Yesu, magonjwa ya asma katika jina la Yesu. Wanaugua asma kwa jina la Yesu. Anayeteseka na kifua kikuu, anayeteseka na asma au pumu katika jina la Yesu. Bwana, achilia uzima wako, achilia uzima wako, achilia afya yako, achilia afya yako. Maana imeandikwa, kwa kupigwa kwako tulishaponywa. Nami natangaza uponyaji, natangaza uponyaji kwao, natangaza uponyaji kwao, uzima kwao, roho uzima tele. Maandiko yanasema kanisa likamwomba kwa Mungu kwa juhudi kwa ajili ya Petro aliyekuwa amekamatwa, amewekwa gerezani, amefungwa katikati ya vikosi vya askari wanne, lakini malaika wa Bwana akaenda mle chumbani, akamtoa gerezani, akamtoa kwenye vifungo. Nani malaika wa Bwana achiliwe saa hii, malaika wa kanisa aliyepewa jukumu kwa kanisa kwa jina la Yesu. Ira hata yakapa, ponya watu wangu kwa jina la Yesu, ponya watu wangu. Roho ya uzima ingie ndani yao, roho ya uzima iwatamie, roho ya uzima iwatamie, roho ya uzima iwatamie kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu ya fadhili zako na rehema zako. Ninaomba baraka zako juu ya watu hao. Bwana, gusa maisha yao. Hebu muombe Bwana sasa aguse maisha yako. Mwambie Bwana, gusa maisha yako. Mwambie Bwana aguse afya yako. Mwambie Bwana aguse uchumi wako. Mwambie Bwana aguse familia yako, aguse ndoa yako, aguse watoto wako waliozaliwa kwenye viuno vyako, walio
zoe kwenye tumbo lako. Mwambie Bwana awaguse. Baba, katika jina la Yesu, gusa kanisa la Injili Badilisha, kuanzia aliye mdogo mpaka aliye mkubwa. Gusa Bwana, gusa wanawake na wanaume wa kanisa hili, gusa maisha yao, gusa uchumi wao, gusa afya zao, gusa watoto wao, gusa biashara zao, gusa kaza mikono yao. Bwana, usiwaache wala usiwapungukie, lakini neema yako iongezeke juu yao. Neema yako Bwana iongezeke juu yao. Neema yako Bwana iwe juu ya maisha yao. Hakika Bwana umeshinda mauti, umeshinda nguvu ya kaburi, umeshinda nguvu ya kaburi. Hebu amuru kila nguvu ya kaburi sasa ikuachie kuanzia sasa. Kila aliyekuchimbia shimo, amechimba kaburi, akamwiza na kutamka jina lako, akaweka na picha na jina lako na nywele zako na damu yako. Hebu amuru sasa, kwa maana inaandikwa nguvu ya makaburi ilishashindwa, ilishavunjwa. Rika hata yakapa, ile nguvu ya kaburi ilishashindwa miaka 2000 iliyopita. Nami natangaza katika ulimwengu wa roho, kuwa wapi kushinda wako mauti? Hii nguvu yako wapi kaburi? Katika jina la Yesu, ewe nguvu ya kaburi, ewe nguvu ya kuzimu, imeandikwa kanisa limejengwa juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitalishinda. Kila mlango wa kuzimu hautalikamata, hautashikilia biashara wala uchumi wala ukuaji wa kanisa wala maisha yangu, katika jina la Yesu. Leo ninashuka kwenye mikono ya nguvu ya kaburi, leo ninashuka kwenye utawala wa nguvu ya kaburi kwa jina la Yesu. Yesu ulichukua funguo za mauti na uzima, katika jina la Yesu ulimnyang'anya funguo za mauti na uzima. Nami nafungua afya, nafungua uzima, nafungua baraka, nafungua ushindi, nafungua mpenyo, nafungua amani kwa jina la Yesu Kristo. Pokea Bwana utukufu na heshima kwa jina la Yesu Kristo. Hebu sema amen. Sema tena amen. Haleluya. Tangu Yesu alipofufuka ndiko shetani alikata tamaa kabisa. Nami natangaza kwa jina la Yesu, shetani hata kuweza kamwe kwa jina la Yesu. Simama kiume, alafu tusonge mbele kwa pamoja. Hebu sema amen. Naomba ukae sasa. Ilikuwa hilo jambo ndani ya moyo wangu linapiga kelele, nimetoa mzigo sasa.